Nazungumza kama unataka kuwa chini ya mamlaka ya Mungu. Jambo la kwanza ni lazima uishi, usikie na utende sawasawa na neno la Mungu. Lakini jambo la pili, uyajue mapenzi ya Mungu na kuyatenda. Je, unayajua mapenzi ya Mungu? Unalijua kusudi la Mungu juu yako? Jambo la tatu, kutembea katika utakatifu na ukamilifu ambao ni tabia na sura ya Mungu aliyomuumbia mwanadamu pia. Kama mtu anataka kuwa chini ya mamlaka ya Mungu, ni lazima atembee katika utakatifu na ukamilifu. Petro wa kwanza 1:14 hadi 16 inatueleza ya kwamba imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi Mungu ni nani? Na katika ufanano wa sura ambayo Mungu alimuumbia mwanadamu katika mwanzo, hajaumba ufanano wa sura by physical appearance, bali ule utu wa ndani, ile roho ya mtu. Ndio maana baada ya dhambi tu sura ya Mungu ikaondoka. Yani sura ya Mungu ni utakatifu. Kwa hiyo ikiwa kama unataka kujitiisha chini ya mamlaka ya Mungu, lazima uchague kuishi utakatifu na kutembea katika ukamilifu. Mathayo 5:48, mtakuwa watakatifu kwa sababu Baba yenu wa mbinguni ni nani? Ni mtakatifu. Sasa kama baba yako ni yule wa mbinguni, ni lazima uchague kuwa mkamilifu katika Mungu. Lazima uchague kumcha Mungu. Swala linakuja kutambua utakatifu ni nini, na utakatifu ni mambo yapi na sio mambo yapi. Hapo ndipo kilipo kimbembe kwa kanisa la leo. Tuzungumzapo kwa habari ya mwonekano wa mtu, kwa habari ya mavazi, kwa habari ya mambo 1, 2, 3 yanaonekana sio utakatifu. Kwamba kuna injili ya mwili na kuna injili ya roho. Kwamba mtumishi, hayo unazungumza mbona ni kama mambo ya mwili? Nataka nikwambie mambo ya mwili yana mchango mkubwa katika ufalme wa Mungu, kwa sababu kinachotendeka mwilini ndicho kinachopikwa rohoni. Kama tunataka kukubadilisha wewe, lazima tuanze na ndani. Ewe Farisayo kipofu, safisha ndani yako ili nje yako ipate kuwa safi. Ndio maana tuna uwezo wa kumtambua mtu ya kwamba huyu anampenda Mungu kiasi gani, hata kwa mwonekano tu, kwa sababu jinsi alivyo ndivyo moyo wake ulivyo. Hauwezi ukawa tofauti na ulivyo moyoni. Hauwezi ukatenda yale usiyoyapenda mwanadamu. Mwelewe Mungu, na utakatifu ni mwili na roho. Mwanadamu, acha kiburi. Mwanadamu, kama unamtaka huyu Mungu, na ninarudia tena kusema, ni rahisi kumtumikia shetani kuliko Mungu, kwa sababu sheria za Mungu ni thabiti, halafu sio nyepesi. Njia ile ni nyembamba. Mtu haenendi kama anavyotaka, ya kwamba mimi nataka nienende katika hivi na hivi, ni nyembamba, bali ile ni pana, ni mawigi, ni suke, nivae suruali naenda mbinguni. Never. It will not happen. Never. Katika ufalme huu tunaotumikia na katika injili hii ya kweli, never. Hakuna uhuru kwa Mungu. Uhuru pekee ni kufuata sheria za Mungu anavyosema. Mwanadamu, utakatifu ni kuongozwa na Roho Mtakatifu. Utafute utakatifu. Muombe Mungu akusaidie kujua ni yapi yatendayo ambayo sio ya Mungu. Kama unataka kujitiisha chini ya mamlaka ya Mungu, chagua leo kuongozwa na Roho Mtakatifu, akufundishe na kukufunuria, akuelekeze mambo yapi uyafanye, namna gani uvae, namna gani uenende, namna gani uonekane. Usitembee katika nia ya ulimwengu. Nia ya ulimwengu ni mauti mwanadamu. Elewa ulimwengu ni wa shetani. Ulimwengu ni wa shetani. Yuko Roho Mtakatifu aliyeachiliwa ulimwenguni, akutoe katika nia ya ulimwengu, akuweke katika nia ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Na hubiri injili iliyo hai, injili isiyogosiwa ya Yesu Kristo, ya kwamba yuko Roho Mtakatifu amkamilishaye mwanadamu. Kushika sheria 9 ukaacha moja sio ukamilifu mbele za Mungu. Ni lazima ziwe zote 10, ndipo mtu aonekane yuko chini ya mamlaka ya Mungu na anampenda Mungu. Wengi wanajitahidi, lakini yako mambo ambayo bado yanawavuta. Na nataka nikwambie, lile lango linaingiwa kwa vipimo. Kuipenya ile mbingu, unaweza ukawa umetenda na taji yako inang'aa, lakini kasoro moja ikakubadilishia direction. Mungu ni mkamilifu. Tujifunze kwa Musa. Alitembeaje na Mungu? Lakini kugonga mwamba tofauti na maelekezo ya Mungu kukasababisha sintofahamu ya Musa na Mungu. Waelewa Mungu alivyo na haki namna gani. Waelewa jinsi Mungu alivyo mhukumu wa haki mwanadamu. Mungu ni mkamilifu. Mungu ni mtakatifu. Mungu ni wa haki. Mungu sio wa uhuru wala wa neema kama ulivyo neema ni uhuru wa kutenda dhambi. Kanisa, mwelewe Mungu anataka nini. Mungu anataka ukamilifu katika kila jambo, katika kila eneo.